Tusimame tumshukuru Mungu wetu kwa wema aliyotenda. Nani angelitoa maisha kwa ajili ya mtu mwingine?
lakini tunakwenda kujisahau kama leo ni siku yetu. Ukiwa na sauti njema matamu. Ateti tote tete nembo na tenda nibo. Bachana ya ole. Oh tenda ya umoja. Oh nembo la tenda baba.
wako nje waingie wapate kusikia. Ni neno fupi lakini na maana. Amen. Amen. Katika kanisa watu wako kanisani wakiburudika na nyimbo. Kupitia nyimbo tunapata mahubiri. Amen. Amen. Na wakati tunapoimba nafaa tunachunguza yale tunayoyaimba. Amen. Amen. Nikaona watu wanaimba kwa kweli wanaimba. Lakini sasa ilifika saa mahubiri. Nikaona watu wako nje ya kanisa. Wanaongea. Hiyo mnafanya nini? Mambo yanayopita ndani ya kanisa, nini mnayasikia ama mnayaona? Bwana Yesu atuhurumie sana. Watu watajiuliza, je, ninaweza kuwa nje na mimi nilikuwa ndani ya kanisa? Uko nje ya kanisa, unaweza kuwa hata huko ndani, uko nje ya kanisa. Bwana Yesu atuhurumie. Uko huko ndani, hautajua kama ni nini kinachopitika ndani ya kanisa. Bwana Yesu atuhurumie sana. Kuwa nje ya kanisa ni kuwa nje ama kutokufanya yale mapenzi ya Mungu. Kuwa nje na utukufu wa Mungu. Bwana Yesu atuhurumie sana. Hilo neno Bwana limeonyesha. Wakati nikiwaambia mkutano sana. Watu wako nje ya utukufu wa Mungu. Tuko kanisani lakini tuko nje ya mapenzi ya Mungu. Hatuyafanya yale mapenzi ya Mungu. Unaweza kuwa huko ndani ya kanisa, lakini mawazo yako haiko ndani. Bwana Yesu atuhurumie. Watu wanafanya huduma ndani ya kanisa, wao haujali, hauko ndani ya kanisa. Bwana Yesu atuhurumie. Wakati mahubiri inapitika, kuna malaika anayotembea, anakuhudumia, anachunguza mioyo yetu. Bwana Yesu atuhurumie sana. Huruma. Jamani, tukaribia utukufu wa Bwana. Tujitahidi, tujiandae. Wakati tunakuja kanisani tujiandae. Na kujiandae kwa siku moja tu, ni kila siku. Bwana Yesu atuhurumie sana. Na azidi kutusaidia ili tupate kuona uso wa Bwana. Amen. Amen. Taifa nyimbo ya namba 138. Amen. Amen. Na wakati tunaimba tunachunguza ni nini nyimbo napenda kutuambia. Hapana kuwa tunaimba tu sababu tunafurahia ngoma. Tufurahie hiyo maneno inayosemeka katika wimbo. Amen. Amen. Mungu nisaidie. Sina macho. Mia makumi tatu na mnane. Ndio kwa naangalia hivyo ni hivi. Lakini hivyo vyao kuja tu ni hivi. Wale walikuwa na vitabu vya nyimbo za wokovu 1, 3, 8. Sasa tayari kwetu siku ya kuokoka, Yesu alitimiza yote msalabani. Wengi wanamjia
Haleluya. Amen. Haleluya tena. Si naja tumwalike mwalimu Imani kwa shukrani hizi, aweke mtanga mkono ya Mungu, pia na mahitaji katika kukumbuka kaya. Baba, katika jina la Bwana Yesu Kristo mfalme wa ajabu. Zama Bwana kipindi hichi Baba yetu Mungu, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike hapa duniani kama huko mbinguni. Tupe leo sisi zetu, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe waliotukosea, usitie majaribuni, lakini utuokoe kwa ufalme wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Mateso aliyapata Bwana
Ya leo ni siku ya Pasaka, ningependa kila mmoja changamke twende kumtukuza Mungu kwa sifa. Amen. Napiga vyombo, ningependa tupige do.
Achilia nguzo ndani ya mkutano. Walio wagonjwa tuwapokee nguvu ya msalaba. Tunafungua ile milango ya chuma ambayo imetesa watu wako miaka. Acha wapokee katika jina la Yesu. Wewe na wewe Baba. Achilia moto. Ritawakora. Milango ya shaba ya matatizo kila leo tunayachilia nguvu sasa. Tunaipomoa zile kamba ambazo zilikuwa tunatalia kila leo. Moto wa Bwana uwezo na wewe. Na tazama tunamweka mkufunzi mikononi mwako. Acha ukamkia nguvu. Unanyamazisha kila roho. Roho ya kutoka nje kwa jina la Yesu. Roho ya kutopenda neno kwa jina la Yesu.
ibada na mazoezi. Acha utumikishe kwa viwango. Tusimuone mwalimu imani, bali tukuone wewe kupitia yeye. Jaza kinywa chake Baba. Kama Yeremia usiogope, usiseme niko mtoto. Ukamgusa kinywa. Sio kugusa hivyo ni mchasa. Maneno Yesu. Mchasa. Anga mzima tunaiteka katika jina la Yesu. Acha ule wingu la moto la ushindi ambao ulishuka kuzimu, ukashuka yale maneno sawa. Kuna neno lisema nina kiu, ilikuwa si kiu ya maji wala kiu ya divai, bali ilikuwa ni kiu ya kwenda kukomboa waliokuwa wametekwa kuzimu, na leo waliofungwa vifungo vya magonjwa, ndoa zilizokuwa na vurugu. Shuka Yesu, nifunguliwe katika jina la Yesu. Amen. Basi tunashukuru kanisa zima pamoja na Prestige. Tumefanya kazi kubwa sana siku ya leo. Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Siku ya leo sisi ambao tunatumika kazi ya kubeba watu, muulize ndugu yangu kamarade pale anajua. Siku ya leo watu hawakulala. Siku ya leo downtown tulikuwa pale, niko natoka Fisha kule kama saa 8 ya usiku. Nilipofika pale nikakuta barabara zote zimefungwa. Haleluya, kanisa la Bwana. Amen. Nikauliza na sisi wa Kiingereza cha bongo. Nikauliza kuna nini hapa? Wakadai ya kwamba hapa kuna mtu ambaye amepigwa risasi. Nikasema kwa nini siku kama na hii watu wapigwa risasi hivi? Akasema ya kwamba hawa wenzetu wa black wana matatizo. Wao wanatembea na mapistole. Sasa hayo ni mambo hatari sana. Nikamwambia mama, mbona na wewe unakuona kama huko sawa? Akaniambia nimepata kidogo. Haleluya, kanisa la Bwana. Hata tumshangilie Bwana kwa maana wewe upo haupati kidogo. Haleluya. Nenda uone ile siku. Hii leo hivi nenda uone downtown. Sisi hatuoni kitu. Hatuoni kitu, tunalala tu. Sasa hivi ndio nimeona kumbe ndio kisema Marekani ilivyo hivi. Ni hatari. Wenzetu wanasherekea Pasaka kwa kunywa pombe. Wenzetu wanasherekea Pasaka kwa kuvuta bangi. Umoja dada nilimpeleka jana ananiambia kwamba ana watoto wanane. Nikamwambia mimi nina watoto 8. Akaniuliza, akaniambia wewe unataka chupa? Nikamwambia hapana. Akaniambia kwani haupataji hata ganja kidogo? Nikamwambia ganja ndio nini? Akaniambia ni muhimu upate ganja ili mawazo yakuwe vizuri. Nikamwambia ganja haitakufanya kitu, lakini najua ambaye anayefanya kitu ni Yesu Kristo. Na amefufuka katika wafu. Haleluya, kanisa. Lakini ninapoona kanisa tuko kimya sana. Leo ni siku yetu. Haleluya. Leo tutazungumza mambo matatu tu ambayo tutazungumza leo. Na tutazungumzia kufufuka kwa Yesu Kristo. Haleluya, kanisa la Bwana. Amen. Haleluya. Amen. Tutazungumzia kufufuka kwa Yesu Kristo. Basi wale wenye kuwa tayari watufungulie vitabu. Jambo la kwanza tutazungumza jambo la kwanza tutazungumzia ni kwamba kaburi lilikuwa wazi. Wanafunzi walipofika kaburini hawakukuta kitu. Kaburini lilikuwa wazi. Haleluya, kanisa la Bwana. Hilo ndio jambo la kwanza tutakazozungumzia leo. Na tutasoma katika kitabu cha Luka mstari wa 24 3 mpaka 12. Yule mwenye kuwa haraka angetusomea mahali hapo, lakini asende haraka sana. Luka 24 mstari wa 24 moja 3 mpaka 12.
24:1-12. Tunasoma kitabu cha Luka. Amen. Sura ya 24. Tunaanza 3 hadi 4. Maandiko yanasema, Ndio. Wakaingia wasione mwili. Wakaingia wasione mwili. Lile jiwe limeviringishwa mbali na kaburi. Lile jiwe limeviringishwa mbali na kaburi. Wakaingia wasione mwili wa Bwana Yesu. Wasione mwili wa Bwana Yesu. Mstari wa 4. Ndio. Ikawa walipokuwa wakifadhaika Ndio. ya neno hilo, tazama watu wawili walisimama karibu nao. Wamevaa nguo za kumetameta. Nao walipoingiwa na hofu na kuinama kifudifudi hadi chini, hao waliwaambia, kwa nini mnatafuta aliye hai katika wafu? Ndio. Mstari wa 6, maandiko yanasema, hayupo hapa, amefufuka. Kumbukeni alivyosema nanyi alipokuwa bado yuko Galilaya. Mstari wa 7, akisema, imempasa mwana wa Adamu kutiwa mikononi mwa wenye dhambi. Ndio. Na kusulubiwa na kufufuka katika mikononi mwa wenye dhambi. Na kusulubiwa samani kidogo, na kufufuka siku ya 3. Mstari wa 8, Ndio. wakayakumbuka maneno yake. Mstari wa 9, wakaondoka kwa usiku. Samani kidogo, wakaondoka kaburini, wakarudi wakaarifu wale 11 wengine wote habari za mambo hayo yote. Mstari wa 10, na ni Mariamu Magdalena na Yohana na Mariamu mamaye Yakobo na wale wanawake wengine waliokuwa pamoja nao. Mstari wa 11, hao waliwaambia mitume habari ya mambo hayo. Shuka 12 na mwisho, maneno yao yakaonekana kuwa kama upuzi kwao, wala hawakuwasadiki. Lakini Petro aliondoka akaenda mbio hadi kaburini, akainama, akachungulia ndani, akaviona vile vitambaa vya sanda tu, akaenda zake akiyastaajabia yaliyotukia. Amen. Haleluya. Haleluya, kanisa la Bwana. Hii ni habari ya ufufuo wa Yesu Kristo. Ni habari ya ufufuo wa Yesu Kristo. Ukienda Marko mstari wa 3 pale, ukisoma pale utakuta Martha jinsi walivyokuwa wanakogotana kuhusu kwenda kulifungua lile jiwe ambalo lilikuwa linawekwa pale mlangoni. Wanasemezana, kwani tunakwenda huku, nani atakayetufungulia lile jiwe? Kwa sababu lile jiwe ni nzito, tena ni kubwa. Lakini kwa mshangao waliona lile jiwe liko wazi. Martha wakawa wamepata mshangao, wakaingia wakamkuta Bwana hayupo. Wakakaa wakaona watu wawili ambao wamevaa mavazi meupe. Hao watu ndio waliowapasha habari ya kwamba unamtafuta nani. Wakamwambia kwamba tunamtafuta Bwana wetu. Akasema, Bwana wenu hayupo. Bwana wenu ameshafufuka katika wafu. Walipata na mshangao kwa sababu walikuwa wamesha sahau kipindi Yesu alipowaambia kule Galilaya ya kwamba mimi nitakamatwa na nitapigwa na nitauawa, lakini siku ya 3 nitafufuka. Watu wote walikuwa hawana tena yale mawazo. Yesu akafufuka. Cha ajabu ambacho Martha alichokifanya, akakwenda
kuambia wale 11 mitume kwamba Bwana amefufuka, lakini hawakumwamini. Wakasema kwamba ni uongo, kwa sababu walikuwa wameshasahau agano ambalo Yesu alikuambia. Wakadai kwamba hapana, wanadanganya, sio ukweli. Lakini Martha aliwahakikishia ya kwamba nimemuona kwa macho yangu na nimeambiwa ya kwamba amefufuka. Hawakuamini. Hata kanisa la leo ni hivyo. Kuamini ni mchache sana. Hata ulimwengu huu kuamini mtu ni hatari. Unaweza kuambiwa ya kwamba angalia hiki, unamwambia mpaka mimi mwenyewe nijionee. Twende 2 yake inasema nini? Yesu alionekana hai baada ya kufufuka kwake. Yesu alionekana hai katika kufufuka kwake, ndipo alionekana. Na hiyo hapo itakuwa na vipengele vitatu ambavyo tutakwenda kuviona baadaye. Kipengele cha kwanza, Mariamu alimuona kaburini na alimuona kaburini. Samahani kidogo. Mariamu alimuona karibu na kaburi. Mariamu alimuona karibu na kaburi. Yaani Mariamu ndiye aliyemuona live Yesu Kristo. Akamuona. Mariamu alifikiria kama sio Yesu. Mariamu alifikiria labda ni ule mkata maua. Ndio kisi Biblia inavyosema. Alifikiria ni yule mkata maua, yule wa kutengeneza bustani ndani ya makaburi. Lakini Mariamu alipogeuka akamuona amebadilika sura. Akasema ya kwamba huyu ndiye yeye. Acha tusome Marko. Tusome kitabu. Tusome Marko 16. Kenya. Soma Marko 16. Na mwingine atatusomea Yohana 21:11 mpaka 16. Lakini hichi sawa, twende Marko. Tunasoma kitabu cha Marko 16 mstari wa 9. Ndiyo. Maandiko yanasema, naye alipofufuka alfajiri siku ya kwanza ya juma, ndiyo, alimtokea kwanza Mariamu Magdalena ambaye alikuwa ametoa pepo 7. Ndiyo. Shuke. Hapana hapo. Huyu ni yule Mariamu ambaye Yesu aliyemtoa pepo 7. Mariamu Magdalena. Ndiyo. Ambaye alimuona Yesu live. Akakwenda tena kuwaambia wanafunzi wa Yesu ya kwamba tena nimemuona kwa macho yangu mawili. Tena wakamwambia hapana, unadanganya. Hawakumwamini kwa sababu wanafunzi hawakukuwa tena na ile kusema ya kwamba Yesu yu hai. Hawakukuwa tena, kwa maana walikuwa wamejaa na hofu ndani yao. Walikuwa wakikimbia Wayahudi. Hicho kipindi neno la Bwana halikuzungumziwa sehemu yoyote ile, kwa sababu walikuwa wamekimbia, walikuwa wanajificha. Wale wanafunzi wa Yesu Kristo, hakuna aliyetaja jina la Yesu tena kipindi Yesu alipofariki. Wote walijaa na hofu ya kwamba tutashikwa, na nikishikwa na mimi nitafanywa kama vile Yesu msalabani. Hapana, wakajificha. Kama vile nilikuwa napata historia moja ya Muislamu moja kule nani Somalia.
ni hatari sana. Yeye ni Muislamu lakini katokewa na Yesu Kristo. Akamwambia kwamba ninaomba unitumikie. Anasema live, anamwambia kwamba hapana, sitoweza. Kulingana na hali ya nchi yangu, ni nchi ya Uislamu. Jina la Yesu alipo hapa. Siwezi. Akamwambia utafanya. Yule bwana alikaseka sana kwa sababu ya jina la Yesu. Lakini wanafunzi walikimbia, wakadai ya kwamba hapana, hatuwezi kuwa hivi. Tukitaja hili jina, hapana, tutaangamia sote. Lakini kwa sababu Yesu alifufuka, walipata nguvu, walipata uwezo ile kumuona Yesu Kristo akiwa hai. Walienda kuanza tena kuhubiri neno la Bwana, wakawa na ujasiri wa kutaja tena jina la Bwana, na mpaka kwa leo jina la Bwana linatajwa la Yesu Kristo kwa sababu alifufuka katika wafu. Hangefufuka, jina la Yesu halingekuwa linatajwa tena, halingekuwa linatajwa tena, kwa sababu walijaa na hofu ndani yao. Twende tuone Tomaso. Tomaso alikwenda kushuhudia. Tomaso na yeye atakwenda ili ashuhudie, eske ni kweli tafufuka au ni uongo? Yohana 20:26 mpaka 29. Hiyo hatutasoma. Twende ingine pointi ya tatu. Wanafunzi katika kupaa kwa Yesu, wanafunzi katika kupaa kwa Yesu wameisha kutana. Yesu anakuwa anawahaga sasa ya kwamba mimi ninakwenda kwa Baba yangu. Sasa mimi mitume walishangaza, wakadai ya kwamba yale ambayo Yesu alivyokuwa anatuambia kumbe ni kweli. Ndio sasa wakistuka, wanasema kweli, kwa sababu walikuwa wanajificha, walikuwa wanajifungania ndani ya nyumba. Yesu Kristo akawatokea, ndipo walipata nguvu ya kulihubiri neno la Bwana. Bila hivyo hakungekuwa kitu, hakungekuwa kitu kabisa. Twende tuone kipengele cha tatu. Wanafunzi wa Yesu walibadilika. Tusome kitabu Yohana 20:19. Tunasoma Yohana 20:19. Ndio. Maandiko yanasema, ikawa jioni, siku ile ya kwanza ya juma, wale walipokuwepo wanafunzi, milango imefungwa kwa hofu wa Wayahudi. Milango ilikuwa imefungwa kwa hofu ya Wayahudi. Akaja Yesu, akasimama katikati yao, akawaambia, amani iwe. Haleluya kanisa. Amen. Kipindi wanafunzi walikuwa wanajificha kwa hofu mwingi ambao uliwaingilia, kuwakimbia Wayahudi wasiwaue kama jinsi walivyomuua Yesu. Yesu akawafikia, akawaambia, akazungumza nao, akawaambia ya kwamba amani iwe kwenu. Ukishuka chini kidogo utasikia jinsi alivyosema kuhusu Tomaso. Alimuita kwa sababu wanafunzi hawakuwa wanamwamini kweli kama ni yeye. Hata ijapokuwa walimuona live, hawakuwa wanaamini kwamba
ni yeye. Akamuita Tomaso, akamwambia mbona mikono yako? Akamshika mkono, akamwambia papasa kwenye mbavu zangu. Tomaso, wanafunzi wakaamini, wakasema kweli ni yeye, amefufuka katika wafu. Haleluya kanisa. Amen. Amefufuka katika wafu. Lakini baada ya kumuona Yesu akiwa hai na kupokea Roho Mtakatifu, walibadilika sana. Kipindi wanafunzi walimuona Yesu na wakapokea Roho Mtakatifu, walibadilika sana. Yaani mbele walikuwa na uovu, lakini baada ya kupokea ile Roho Mtakatifu na kumuona Yesu, wakabadilika ghafla. Wakabadilika. Wakasema ya kwamba tumemuona aliyekufa, amekuja, ametuweka nguvu, na ulimwengu mzima ukatikisika. Wayahudi wakashangaa, wakasema huyu aliyefufuka katika wafu ni nani? Wakapata ushindi wa kulitangaza neno la Bwana. Ufufuo wa Yesu usingekamilika katika ulimwengu huu, nilisema kwamba jina la Bwana lingekuwa linazungumzwa kama mapasteri wetu wangekuwa wanakimbia wote, na hakungekuwa pastor, hangekuwa, wangekimbia wote, kwa sababu sheria ni sheria. Lakini kwa sababu alifufuka, ndio kwa maana mnawaona mitume wa Bwana, mapasteri wanahubiri jina lake, wanatuhubiria kwa sababu alifufuka. Kwa hiyo tunaamini kwamba alikufa msalabani sababu ya dhambi zetu. Yesu Kristo alikufa kwa sababu ya kutuokoa sisi tulio hai. Yesu Kristo alikufa msalabani kwa sababu ya kukuokoa wewe. Lakini walio wengi hawajui. Walio wengi katika ulimwengu huu hawajui hilo hapa. Wanaendelea kutenda dhambi, wanaendelea kufanya mambo yasiyostahili. Lakini Bwana ana neno moja ambalo alituagiza sisi kama vile Wakristo. Akasema ya kwamba atakayemwamini ana uzima wa milele. Atakayemwamini Yesu Kristo, huyo ana uzima wa milele. Na asiyeamini hatahukumiwa. Na ni wengi watakaohukumiwa, kwa sababu tunaenda kinyume na masharti ya nani? Tukimbilie Bwana, kwa maana kwake kuna mambo yote. Ndugu yangu, kama hautaamini, kazi yako. Hili neno linatoka katika kitabu cha Yohana 3:17 mpaka 18. Atakayemwamini Yesu Kristo ana uzima wa milele, na asiyemwamini atahukumiwa milele. Haleluya kanisa la Bwana. Amen. Haleluya. Amen. Na Bwana alibariki neno lake. Amen. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Wangapi walibarikiwa na neno la leo?
Amen. Kama uko Mkristo kabisa ambaye umeokoka, Ukristo shina yake ni hapa. Amen. Kwa sababu Yesu alizaliwa. Alizaliwa kama wengine kisi wanavyozaliwa. Lakini kitu kikubwa ambacho ndani ya Biblia au ukiangalia, ukisoma Biblia na kutafakari vizuri, utaona nafasi 3 ambapo kunakuwa ni nguzo kubwa sana ya Ukristo kwetu. Amen. Lakini zamani ilikuwa ni 2, kwa sababu kuzaliwa kwa Yesu wengi walikuwa na mashaka, kwa sababu walijua kama Mariamu alikuwa na mume. Amen. Na ndio maana nasema kuzaliwa kwa Yesu ilikuwa ni kawaida, lakini kwa sisi wa Kristo si kawaida, kwa sababu mimba ya Yesu iliingiaje. Amen. Lakini pale Golgotha, pale kwa msalaba pale, kufa kwake ilikuwa ni kawaida, kwa sababu alikuwa anaua watu. Amen. Ile msalaba haikuwekewa Yesu hapana, lakini kukata kwake roho kila mtu alishuhudia. Amen. Na ndio pale kila mtu alijua ya kwamba huyu ni Masia. Kufufuka kwa Yesu. Amen. Kuna wakati mmoja nilisoma kitabu kwa wa Tanzania, walifanya maelezo wakasema hivi, watu wa pili kutangaza Injili walikuwa ni wale walinzi wale ambao walikuwa pale kuchunga pale kaburi. Bwana asifiwe sana. Eti walipokatazwa na wazee wao, wakasema eti watu wakiwauliza muambie kama wako walikuja kuwaiba. Sasa wakapewa na pesa kusema wafiche siri, iwe siri. Lakini je, walificha ile siri? Ulikuwa unakutanisha wacha kupatia pesa zake, enda kwa bibi yake na mwambie walinipatia kama ni 500 kangu hapa, uende nia kwanza nyama kwanza tukuli. Bado wale wanamke walikuwa wanatosha masiri, akipiga mwenzake anamwambia kale kama alikuwa anatafuta kalifufuka kalikimbia. Alipita wapi na walisho walikuwa yuko pale. Bwana asifiwe sana. Na ndio maana Ukristo una nguvu, ndio maana Ukristo tumepata hata tutangaze Injili duniani kote, kwa sababu tulipata ushindi ambao kila mtu alishuhudia. Bwana asifiwe sana. Amen. Ile ni ushindi ambao kila mtu alishuhudia, kwa maana kulikuwa na tetemeko la ardhi, eti giza ikaingia. Mungu wetu ni mzuri sana. Ile kukata roho tu, na mwisho akamaliza akasema ya kwamba yote yamekwisha. Amen. Uko hapo tu ya kwamba yote yamekwisha. Ukimwabudu Mungu wako kwa kweli na haki, ujue ya kwamba hata kama unapitia mateso, lakini ujue ya kwamba yote tayari yamekwisha. Ni wewe ni njia ya kuangalia njia gani ya kumfuata huyu Yesu. Amen. Ndio maana anasema hatuwezi tukamwomba mkate akatupatia jiwe, kwa sababu yote pale Golgotha yamekwisha. Wewe unatembeaje na Mungu wako? Wewe ndani yako ulimkaribisha Mungu namna gani? Huyu Yesu ulimkaribisha namna gani? Je, uzito gani ambao ulikamata huyu Yesu ndani mwako? Kuna wengi ambao walikamata Yesu kama vile tu ni kama kwenda kushota maji pale kama kwenye mtoni tu wanakuja wanaoga na wanaishia hapa. Yesu ulimkaribisha namna gani ndani yako? Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Leo ni siku ya ujini. Siku ya Noeli ni siku ambayo tulipangiwa. Amen. Tulipangiwa tu, wanahamisha mtulia, wanatuambia mtakuwa mnaabudu ndio siku alizaliwa. Lakini hii siku ya leo ni siku ambayo ni kweli Yesu alifufuka. Kisha siku 3 kaburini, Yesu akafufuka mwezi wa 4. Bwana asifiwe sana. Wewe umpokeaje Yesu ndani mwako? Je, kumpokea Yesu ikingaliki na maisha kama vile sisi? Amen. Yesu umpokeaje ndani ya maisha yako wewe? Mimi siko mhubiri na watu tuna meza ya Bwana hapa. Lakini kama watu wanamkamata Yesu kama vile kitu unalokamata wa binamu yako, na kuambia leo ubadilishe. Amen. Kama leo unahangaika kuleta watu vinakusumbua, ni kwa sababu hii jina la Yesu haujalishika kama jinsi lilivyo. Kwa maana siku utalijua na kulishika kama vile jinsi ilivyo,
utaona ndani mwako kutabadilika. Hayo yote ambayo unapitia leo, yote utaona yote yatabadilika. Bwana asifiwe sana. Na jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Amen. Tunafika kwa muda mzuri wa kukaribia meza ya Bwana na matangazo pia, na tunaacha vipindi vyote kwa mchungaji wetu. Karibu baba. Atufungulie kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya 11 mstari wa 23 mpaka ule wa 29. Wakorintho wa kwanza 11 mstari wa 23 mpaka 29. Soma kwa haraka hiyo baba. Wakorintho wa kwanza 11 mstari wa ngapi? 11:23 mpaka 29. Nasoma 23. Maandiko yanasema, kwa maana mimi nilipokea kwa Bwana niliyowapa ninyi, Ndio. ya kuwa Bwana Yesu usiku ule aliotolewa alitwaa mkate, naye akiisha kushukuru akaumega, akasema, huu ni mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. 25 na hivi baada ya kula akitwaa kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnyapo kwa kumbusho wangu. Mstari wa 26, maana kila mulapo mkate huu na kunywea kikombe hiki mwitangaze mauti ya Bwana hata ajapo. Amen. Nenda 28. 28 nasema, lakini mtu ajioji mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hilo ndilo neno nilikuwa ninalitafuta. Lakini mtu ajioji mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunapotaka kukaribia meza ya Bwana, sharti ya kwanza ni kujioji wewe. Chunguza maisha yako.
yako kama je, unastahili kuisogelea meza ya Bwana au hapana. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ukishuka kule chini, Biblia inasema kwamba kuna watu wanajikuta hawajiwezi kwa sababu wameila meza ya Bwana isiyostahili. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hilo ndio neno kubwa. Na wanani wanastahili kula meza ya Bwana? Mtu mmoja atufungulie kitabu cha Marko sura ile ya 16 mstari wa 15 mpaka 16. 16 15 mpaka 16. 15 inasema, akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile kuhitaji. Akaenda kushikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye alipeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Samahani, ni Luka, samahani. 16, 15 mpaka 16. Ndio nilikuwa nashangaa na hayo maandiko yanasoma watoto wangu. Marko 16, 15 mpaka 16. Akamwambia, nendeni ulimwenguni kote. Akawaambia, nendeni ulimwenguni mote. Mkahubiri Injili. Kwa kila kiumbe. Kila kiumbe lazima kihubiriwe Injili ya Bwana. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Asiyeamini atahukumiwa. Asiyeamini tayari amekwisha kuhukumiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hao ndio watu wanaostahili kusogelea meza ya Bwana. Aaminie na kubatizwa. Hao ndio watu waliookoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Aaminie na kubatizwa, huyo ameokoka. Tuendelee. Ndivyo nasema, tumekusanyika hapa kwenye hii meza yako katika jina la Bwana wako Yesu Kristo, ambaye kwa Roho wako alipakwa mafuta kuhubiri habari njema kwa maskini, kuwatangazia mateka uhuru wao, kuwafungua wanaodhulumiwa. Kristo aliwaponya wagonjwa, aliwalisha wenye njaa, alikula na wenye dhambi, na akaanzisha agano jipya ya msamaha wa dhambi. Tunaishi katika tumaini la kurudi kwake tena. Naomba mtu mmoja atuimbie wimbo. Hatuna mtambo wa wokovu. Yesu alikusanya wanafunzi wake, alipoandika masahani ya kutolewa
Omega, akawapa wanafunzi wake akasema, huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tuko mbele zako tena kwa kipindi hiki. Kumbuka yale uliyopitia pale msalabani, maana kifo chako ndio ukombozi wetu. Ulikufa, baada ya siku ya tatu ukafufuka, na sasa uko huru, uko hai mbinguni, umekaa mkono wa kuume wa Baba ukituombea. Pokea sifa na utukufu, maana unastahili. Ni kwa Yesu Kristo mwokozi wetu. Na vivi hivi baada ya kula akakitoa kikombe, akiisha kushukuru akawapa wanafunzi wake na akasema, kunyweni nyote, hii ni damu yangu ya agano jipya iliyomwagika kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu, katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninainua divai hii kwa ishara ya damu yako iliyomwagika pale msalabani kwa ajili yetu, ambayo kwa damu ile tulikombolewa, tulisafishwa, tumeoshwa, tumebaki huru, kwa sababu ulikubali kutoa maisha yako kwa ajili yetu, na ukatuagiza tufanye haya kwa ukumbusho wako. Bwana, pokea sifa na utukufu milele yote. Ni kwa Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen. Yeah.
maisha yako. Nitwae